usikivu mwema. Kwenye vilima vya Kitangi Kichi kule Manga, kaunti ya Kisii, kulikuwa na mtu ambaye anajulikana kama Sakawa. Sakawa alizaliwa mnamo wa miaka 1840. Wengi hawakujua kama kiongozi, lakini huyo alikuwa kama daraja la binadamu na Mungu. Onyesho letu linaanza katika kijiji cha kina Sakawa. Wanakijiji wanaonekana kuwa na furaha kwa kusherehekea, shangwe na filimbi zinasikika. Kijijini Sakawa hakuwa na marafiki, hivyo alisema sana na wanakijiji. Wengi walimtazama kwa macho yasiyo ya kawaida. Wengi walimsengenya, hivyo basi alionekana kuwa mtu tofauti kwa macho ya wengine. Baada ya masengenyo, Sakawa alikuwa mkabili, hakuwajibu kitu chochote. Alikuwa yeye peke yake na nafsi yake. Siku mbili alikuwa anapenda kutembea peke yake, yeye na nafsi yake. Watu washangaa, huyu kijana atakuwa, lakini kwa kweli huyu moja atakuwa. Ilipofika wakati Sakawa amefikia miaka yake ya ujana, baba yake alimuita, akamwambia, kijana yangu, miaka imefika, unastahili kuwa na bibi, na hawa bibi utakuwa na wao. Kutoka kwa baba yake mzee, alilipiwa mali yake. Hapo baba yake akafanya mkutano ili wamwozeshe mabibi watatu, jamii ya kwanza na jamii ya pili. Jamii ya kwanza walitembea wakaanza alimuuliza kijana wake, unataka wapige wangapi? Kijana mwenyewe angaye Sakawa akasema
amepata takriban bibi wawili ama watatu. Kitu cha pili, wazee na wamama wameketi wakingoja wakuje kuulizwa kama watapeana mtoto wao. Jamii ya Sakawa na Mzee Nyiti walikuta na familia yake ili wajaribu kuwashawishi jamii ya pili alau wapate kupewa mabibi ambao watakuja kumwenzi na kukaa naye Mzee Sakawa. Ilikuwa sherehe iliyojawa na furaha, sherehe ambayo Mzee Sakawa alitunukiwa kupewa mabibi wake ambao alikuwa anataka watatu. Vile mnaona kila bibi amefurahishwa. Inasemekana everything, maanisha hii ni ishara kwamba hawa sasa wameolewa rasmi na alikuwa alirithi mali ya baba yake Sakawa. Maisha iliendelea, maisha ilipana. Baada ya siku nyingi sasa, Sakawa alianza kuwa yule ambaye watu wengi hawakuwa. Alikuwa anapenda kutembea katika mji fulani, mji ambao yeye mwenyewe bila hata kwenda na ndugu zake walibaki nyumbani, alikuwa anajikokota mwenyewe kwenda kuongea na babu zake. Aliomba na babu zake ili angalau kama mvua itakuja kunyesha katika kijiji cha Mzee. Baada ya maombi yake, mvua hiyo siku ilinyesha, mvua iliyojaa, mvua ikanyesha. Watu wakafurahia, watu wakajua kweli umekuwa. Baada ya hiyo, kijana mmoja akawa mgonjwa. Kijana huyu alikuwa anakufa kifafa. Watu wakawa wanajua kama huyu kijana atapona. Wakisi wengi wakawa wanajua ukiugua kifafa huwezi kupona, lakini Sakawa akawa mkombozi. Watu katika kijiji walishangaa. Watu hii ni mchungaji wa Kisii. Baada ya hiyo ilikuwa nyuma kitiko kubwa. Baada ya miaka michache tena, Sakawa alikutiwa na ndoto ambayo sisi tunaamini ilikuwa anaambiwa na babu zake. Alitabiri na alitabiria watu ambao ni wanakijiji
ya Wakisii, na haya yalitabiriwa. lakini mwa wale tumbala gaje ebito ira bakonya so nara ina ro aseto baina ya Wakipsigis na Wakisii. Sawa, alikuwa ametabiri Wakipsigis wataingia katika jiji la jamii ya Wakisii na watachukua ng'ombe. Ndivyo tumeona walijaribu kuiba ng'ombe, lakini Wakisii wakanyang'anywa. Kulikuwa, lakini alisema kwamba atawatumia ambao watawasaidia, na hao ilikuwa ni mwewe ambaye atakuja kusaidia Wakisii kwa sababu walilelewa na Wakisii. Na hawa ndio walikuwa mwewe ambao wangekuja kusaidia Wakisii ili mali yao isichukuliwe na Wakisii. Baada ya vita vya Wakisii na Wakisii, kisha baada ya miaka kadhaa baadaye tena akaona, na hii ndoto watu wengi hawakuamini. Hayo ndio aliyokuwa hii ilikuwa ni ndoto ya Filisti. Alisema kuwa wazungu watakuja katika kijiji cha Kisii. Jamii nao msiwapige, kwa sababu watakuja na faida, watakuja na vitu ambavyo nyinyi Wakisii mtafaidika navyo. Hivyo wazungu, baada ya miaka michache, wazungu walikuja
mazungumzo baina ya mzungu na Sakawa, lakini baadaye Sakawa mzungu aliamua kuingia kwenye vijiji kuongelesha wanajamii. Aliongelesha wanajamii, lakini kwa sababu wanajamii hawakuwa wameelimika, walikuwa wanashangaa huyo mzungu anaongea nini. Wao walishangaa, wengi wao walishtuka kuona mafunzo yake, kwa sababu Wakisii hawajaiona kwa kuvaa kwa uzuri hayo imetoka kule. Baada ya wazungu kuzungumza, ilikuwa mzee akawaambia wanajamii, sasa imefika wakati kutabiri. Baada ya kutabiri, aliwaita wanajamii wote ambao walisherehekea kwa pamoja, wakakula vyakula kwa pamoja. Baadaye aliwakuja alipomaliza kuhutubia watu haya aliposema, watu wengi walibaki alisema hivi, mimi maisha yangu katika hii dunia yamekaribia kuwa mwisho, na kifo changu watu wengi hawatakijua, na kifo changu kitawaacha kunyoazi, sababu naona miaka yangu itakondoa katika ulimwengu. Wanajamii walibaki na mauzuniko, wanajamii walibaki na wao hawakuamini, lakini wachache waliamini, kwa sababu alikuwa ametabiri hapo awali, na vitu alikuwa anatabiri vilikwisha kufika. Miaka michache baadaye ule utabiri wake Sakawa akafa. Wanajamii wengi wao hawakuwa Sakawa alipokufa
jamii wa Kisii tunajua kwamba mtu akifa anafikishwa ndani ya mchanga, lakini haikuwa hivyo kwa mzee Sakawa. Mahali kwa kiti chake alipokuwa anafanya kukaa, watu wanajua aliketi na kupotea, hawakujua alipokwenda. Wao wanajua alikwenda mbinguni kwa Baba, wao wengine wanasema alipotea na kukutana, wengine tunaamini alifikishwa ndani ya mchanga. Kwa wale wachache ambao wanajua na wanaamini alifikishwa ndani ya mchanga, walikusanya asubuhi moja, wakaenda mpaka kule kaburini, ambao mwili wao hata waamini kama wakaanza kutoa ili waone kama mwili wake uko hapo. Hawa walikuwa wale wachache ambao wanaamini kwamba Sakawa alipokufa alifikizwa ndani ya mchanga, lakini ukweli ni kwamba pale ambapo walikuwa ule udongo hawakupata, walipata mifupa ambayo si ya binadamu. Wengine wanaamini alienda mbinguni, wengine wanaamini alipotea na hatujui alipokwenda. Ee Mungu wetu wa upande, tukuenzie katika mioyo zetu. Sakawa kuliko kwenda, tunakuomba utupe hekima na maarifa ambayo wanajamii wa Kisii haukuachia mtu yote. Na huu ndio mwisho wa onyesho la mchezo wa kuigiza.